mstari 30, Rumi 9 mstari 23, 24, Thesalonike wa kwanza 2:12. Kwa hiyo wokovu wa watu hao hautegemee bidii yao, bali hutegemea wokovu wetu au wokovu wao au wokovu wenu hautegemei na bidii zenu, bali unategemea na mamlaka kutoka kwa Mungu, mamlaka ya Mungu, neema ya Mungu, upendo wa Mungu na huruma za Mungu. Ndio maana tunakuwa wenye wokovu, kwa sababu hakuna mtenda haki hata mmoja. Sisi wote tumepooza mbele za Mungu. Sisi wote ni nyekundu kama bendera mbele za Mungu. Sisi wote tuna dhambi mbele ya Mungu, lakini kwa sababu Mungu ametuokoa kwa njia ya mamlaka yake, kwa njia ya neema yake na kwa njia ya upendo wake na huduma zake, ndio maana tunajikamba tumeokolewa. Sema amen. Kwa maana hiyo somo langu ilikuwa wito. Amen. Somo langu ilikuwa wito, lakini nimebakiza machache: wajibu wa mwanafunzi kwa Kristo, nimebakiza tahadhari, nimebakiza hayo ndio nimeyabakiza. Lakini somo lenyewe lilikuwa wito, jinsi mtu anavyoitwa na Mungu. Kama Abrahamu aliitwa, kama Musa aliitwa, kama Joshua aliitwa, kama Samueli aliitwa, kama Paulo aliitwa, kama Marko aliitwa, kama Yusufu aliitwa, kama Mathayo aliitwa, na wewe pia uliitwa. Kwa hiyo usirudi nyuma katika wito, na ufahamu wito wako ni upi. Kuna mtu anaitwa kwa ajili ya kuimba, kuna mtu anaitwa mchungaji, kuna mtu anaitwa mwinjilisti, kuna mtu anaitwa mzee, kuna mtu anaitwa, kila mtu ana wito wake katika kanisa. Ndio maana kanisa linaendelea, ndio maana kanisa linasonga mbele. Pasipokuwa na mipaka ya wito lisingeendelea. Wainjilisti, ndio maana akatia zile huduma 5. Katika zile huduma 5 ndipo anakwenda kuita mtu. Anaweza kwenda kuita msharati aje kuokoka, msimtenge kwa sababu ametoka katika njia wa sharati. Mungu anashabaha huyo msharati akiendelea kufanya ushuhuda na hali alipokuwa washarati wataokoka, kwa sababu atasema na mimi nilikuwa msharati wa kupindukia. Atakwenda kuokoa mlevi, msimtenge, mumpende, kwa sababu atakwenda kufanya ushuhuda kwa walevi wenzake. Walevi watapata kuokoka, kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Atakwenda kuokoa mtu ambapo alikuwa mchawi, na huyo mtu wa Simoni wachawi walikuwepo na waliokoka, na Simoni mchawi aliokoka. Paulo alimkemea na Simoni mchawi akaokoka, na baada ya hapo akaokoa mchawi, na mchawi atasimama jukwaani anasema mimi nilikuwa mchawi wa kupindukia. Ndugu, mchawi ndio uchawi wako. Wachawi wataona kweli alikuwa mwenye chama, na ule bwana amepata njia nzuri, na sisi tupate njia nzuri. Ataokoka. Atakwenda kuokoa watu wa aina mbalimbali. Amechukua wavuvi wote, wamkine wavuvi walichukuliwa, watoza ushuru aliwaokoa, Wambaraga aliwaokoa, dada yake ya Lazaro, Martha aliokoa watu wa aina nyingi, kwa sababu kila mtu atakwenda kutenda kazi kulingana na jinsi wokovu wako ulivyokuja. Na wewe katika kanisa usimwone mtu kwa jicho la jana au jicho la kesho, kwa sababu ametoka katika njia ya isiyoeleweka, lakini mpokee kama alivyokuja, mtie chini, muoneshe, na baada ya kumuonesha nina imani ya kwamba atakwenda huko kwa vijana wenzie, atakwenda kusema miujiza. Nilikuwa mcheza mpira mimi, si mtu mwingine. Mimi nilicheza mpira pale Baraka sana. Nilikuwa golikipa pale Baraka, nilicheza mpira mwingi pale kwetu Baraka. Lakini sasa ninapofika Baraka nisimame jukwani niwaambie wacheza mpira kwamba na mimi hizo dawa nilizikuza, wataokoka, kwa sababu nimesema kila hapo nilikitenda. Kwanza huyu Bwana anatuchua, na ndio maana pale kambi ya Rugufu nilikuwa nawaambia ukweli, hakuna kitu tuendelea. Unapotamani kucheza mpira na maana unatamani kuwa mchawi, unatamani kuwa mchawi, utakutamani madawa ya kichawi. Kwa hiyo kila mtu atakayeokolewa na kuchaguliwa na Mungu ana lengo na shabaha na mtu kama na huyo. Ndio maana nimetamani kuleta somo hilo, sikulileta. Ndio maana
somo la wito nije kulifunza. Nilikuwa na masomo mengi tu. Nilipata masomo mengi katika wiki hapa nimeambiwa na watumishi nitalihubiri. Nimepata somo la wewe ndio Petro, unajua kwamba utalijenga kanisa. Nimepata somo la mbingu mpya, nchi mpya na mbingu mpya. Nimepata masomo karibu 5 6. Lakini hili baada ya kulipata hili na Mungu akaniambia ni hili upendo na hili. Kwa hiyo nakwambia ndugu mpenzi, ndugu Mkristo mwenzangu, somo ilikuwa wito. Na Mungu alibariki neno lake. Amina. Piga makofi kwa Yesu Kristo.